Unajua issue ambayo wanaifanya Young Africans ni issue ambayo watu wengi hivi mnaweza msiwaelewe, lakini Yanga wanafanya jambo moja bora sana. Wanafanya jambo ambalo linaweza kubadilisha mpira wetu kwa ujumla kabisa. Yani wanaweza kubadilisha maisha ya mpira wa Tanzania kutokana na hiki ambacho wanakifanya. Kwa hiyo sometimes kuna namna wanakosea, lakini kuna namna wanapatia. Sasa leo nataka nikwambie kwa nini kwenye hili eneo moja la namna ambavyo Yanga wanapatia kwenye kushape mpira wetu kurudisha kwenye njia. Kugoma kwa Young Africans kunaweza kuja kuleta faida mbili kubwa. Faida ya kwanza, itawakumbusha viongozi wa TFF na bodi ya ligi kwamba watu wana akili. Watu wanataka kutumia kanuni na sio kuleta masuala ya kutumia ubinadamu. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho Yanga wanakifanya ambacho kinaweza kuja kuleta faida kwenye mpira wetu. Maana viongozi wa TFF na bodi ya ligi watafikiria sasa kwamba kuna haja ya kutumia kanuni kama ambavyo tulituumiza vichwa na kukaa na kuzitengeneza, ndivyo ambavyo tunapaswa kuzitumia kwa namna inavyotakiwa. Maana Yanga ndio atawakumbusha bodi ya ligi hicho kitu. Lakini faida nyingine itakuja kwenye ufanyaji wa maamuzi. Kwamba watu hawatafanya maamuzi kwa kukurupuka tu, ila watu watakaa na kufanya maamuzi kutokana na namna ambavyo sheria na kanuni zinaeleza. Watu watafanya maamuzi kwa kutumia akili. Hawatafanya maamuzi kama watoto wadogo, watafanya maamuzi kama watu wazima. Unajua siku zote maamuzi ya mtu mzima huwa yanakuwa yanaumiza kwa sababu anawaza tofauti na vile ambavyo unawaza. Yaani atatumia zaidi sheria zinavyosema ndivyo ambavyo ataenda kufanya maamuzi yake. Hawezi kukaa kufanya maamuzi kwa kuangalia ngoja nimwangalie Alex Ngereza anavyofanya kwa sababu yule labda Alex Ngereza bado mshikaji wangu, hebu ngoja nimpendelee kwa namna moja ama nyingine. Ila atataka kufuata sheria inasema nini. Na hicho ndio kitu kingine ambacho bodi ya ligi watakuwa wamejifunza, na hiyo itatusaidia sana kwenye kuboresha mpira wetu, kwa maana ya kwamba kila kitu ambacho kitafanyika kwenye mpira wetu kitafanyika kutokana na namna kanuni zinavyoeleza. Kila kitu ambacho kitafanyika kwenye mpira wetu kitafanyika kutokana na namna ambavyo sheria zinaeleza. Hapa nyuma tulikuwa na tatizo moja kubwa la kusema tutumie ubinadamu kwenye mambo yanayohitaji kanuni. Na hicho ndio kitu ambacho kimeturudisha sana nyuma kwenye mpira wetu. Tulirudi nyuma kwa sababu ya kutumia ubinadamu kwenye vitu vinavyohitaji kanuni. Sasa katika hali ya kawaida ukitumia ubinadamu kwenye swala linalohitaji kanuni, lazima ugawe watu. Na ndio hiki ambacho Yanga kimetokea sasa hivi. Kwamba ubinadamu umezigawa Simba na Yanga. Ubinadamu umeigawa TFF na bodi ya ligi. Ubinadamu umesababisha tumeshindwa kupata suluhu ya hili swala la Simba na Yanga kwa sababu mmoja amesimamia kanuni na mwingine amesimamia ubinadamu. Sasa hapo ndo kunapoleta shida. Lakini hilo ni tatizo ambalo tumelitengeneza tangu nyuma. Hata ukirudi kwenye Cairo Derby ilianza kuharibika baada ya watu kutaka kutumia ubinadamu kwenye kanuni badala ya kanuni. Baada ya kuanza kutumia ubinadamu ndo mpira ukaharibika. Na ndio maana sasa hivi wanapata shida kurudi kwenye kanuni. Ingawa ukiangalia kwenye misimu miwili wamejitahidi kukaa kwenye kanuni. Na unaona msimu uliopita Zamalek alipokwa alama, msimu huu Al Ahly amepokwa alama kwa sababu wameona kwamba binadamu unawapeleka pabaya, wanatakiwa kurudi kwenye kanuni. Na sasa hivi hata sisi tunakuwa sehemu mbaya kwa sababu kwenye vitu vinavyohitaji kanuni tulilazimisha zitumike kanuni, kwenye vitu vinavyohitaji kanuni tulilazimisha binadamu utumike. Sasa kwa sababu wanaotumiwa huo binadamu wameamua kugeuka kuwa mbogo, wanataka haki itendeke, basi TFF warudi kwenye njia na bodi ya ligi warudi kwenye njia, itatusaidia. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya Yanga ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa sababu kitarudisha mpira wetu kwenye njia. Yaani hawatauteteresha mpira wetu tena. Yaani mpira wetu hautatetereka tena. Wakiamua kusimama mpaka mwisho, wakakaza kwamba kanuni zitumike, maana yake bodi ya ligi na TFF hawatafanya tena makosa ya kusema ubinadamu utumike kwa mara nyingine. Ila watakachokuja kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanasimamia kanuni ili kila mtu aweze kupata ile haki ambayo anatakiwa kuipata. Na mimi ni muumini wa haki. Kwa hiyo kuna eneo ambalo Yanga wanakosea na kuna hilo eneo ambalo Yanga wanapatia. So natamani kuona pia Yanga wanaendelea kugoma zaidi ili kanuni ziendelee kutumika. Ingawa kwa upande mwingine wanajitengenezea makosa. Kwa sababu moja, kwanza mmenielewa hapo kwamba wanachokifanya Yanga ni kuokoa mpira wa Tanzania.
kuutoa kwenye ubinadamu kuuleta kwenye sheria na kanuni. Unaishi duniani kote, kwenye ligi zote duniani ambazo zimefanikiwa ni zile ligi ambazo kanuni zimewekwa mbele na ubinadamu umewekwa nyuma. Sasa kwetu tunashindwa kufanikiwa kwa sababu tumeweka ubinadamu mbele na kanuni tumeziweka nyuma, lakini Yanga wanataka kuturejesha kwenye kanuni mbele halafu binadamu nyuma, sehemu ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo well done kwenye hilo. Athari ya Yanga au sehemu ambayo Yanga inaenda kuathirika kwenye hili ni hapa, wakigoma zaidi manake wamekaidi maagizo ya bodi ya ligi, which means wanapaswa kupokwa alama 15 kwenye msimamo, lakini wanapaswa kupokwa alama 3 za mchezo. Manake kwanza watapoteza alama 3 na pili watapoteza alama 15 kwenye msimamo. Sasa hiyo itawafanya wawe disqualified au wakose sifa ya kuwa mabingwa. Wakikosa sifa kuwa mabingwa, manake Yanga watakuwa wamepoteza ubingwa kizembe. Watakuwa wamepoteza ubingwa kwa sababu ya kuokoa mpira wa Tanzania, ndio uzembe wenyewe. Lakini siku zote ili uweze kufika peponi lazima ufe. Sasa na sisi mpira wetu ili uweze kukua lazima kuna mtu ajitoe sadaka. Yanga ameamua kujitoa sadaka, akose ubingwa kwa maslahi ya mpira wa nchi. Sio, umeelewa vizuri hapo eh? Kwa hiyo Yanga anaweza kuathirika kwenye eneo hilo, lakini eneo lingine ambalo Yanga anaweza kwenda kuathirika, viongozi wake wanaweza kukosa ile tunasema wanaweza kukosa ile trust kwa watu wengi, kwa maana watu wanaweza kuanza kuwa na mashaka na wao kwamba ni watu ambao hauwezi kukaa nao kwenye meza mkafanya majadiliano na mkaridhia. Wanaweza kuonekana hivyo. Sasa wakionekana hivyo, manake kuna kitu fulani kinapungua, kuna heshima ambayo watu walikuwa nawapa itashuka. Lakini ndani ya Yanga kuna wanachama ambao naamini watashawishiwa kwa namna yoyote ile na watu ambao wako nje ya Yanga waanzishe mgomo wa kupinga viongozi walioko madarakani. Najua hilo litatokea. Mimi nakwambia hilo litatokea. Sasa hiyo hao ndio wanaweza kuigombanisha Yanga na Yanga yenyewe. Yaani Yanga na Yanga zitagombana. Miaka ya nyuma kidogo wakati ule wa Yanga chini ya Yusuf Manji kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Mzee Kilomoni, alafu kulikuwa kuna Yanga yenyewe. Yaani ni Yanga kwa Yanga zilikuwa zinagombana. Baadaye Yusuf Manji alitoka Yanga, lakini alifanya kazi kubwa sana. So hata this time around hili swala hili litaboresha mpira wetu, lakini kuna namna pia litaigawa Yanga. Sasa hapo ambapo Yanga itaenda kugawanyika ndipo ambapo Yanga pia itajijenga vizuri. Tumeelewana vizuri hapo? Maana yake kuna sehemu Yanga nayo inaenda kujengeka na inaenda kuimarika zaidi. So let us wait tuone nini ambacho kitaenda kutokea, lakini Young Africans wanasaidia kushape, kutengeneza mpira wetu ili urejee kwenye kanuni, utoke kwenye masuala ya ubinadamu.